A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwa mara nyingine tena karibuni ndugu zangu katika chaneli yetu hii pendwa ya Dr. Harun Sha'rawi TV. Kama kawaida yetu, na kabla hatujaendelea katika kukuelezea juu ya makala yetu ya leo na kile ambacho kinachojiri ulimwenguni, ni kuombe kupitia fursa hii adhimu na maridhawa, kama bado haujabonyeza alama ya subscribe, basi bonyeza alama ya subscribe, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele. Hii itakufanya kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu mara tu zinapowekwa, kupata makala zetu mbalimbali ambazo tumekuandalia, lakini pia kupata maudhui mbalimbali za kuelimisha. Ndugu zangu, katika kipindi chetu hichi adhim na maridhawa, kipindi ambacho kinachohusu siasa pamoja na diplomasia ndani ya ulimwengu tunaoishi, ikiwemo ndani ya Tanzania, bara la Afrika, lakini pia nje ya mipaka ya bara la Afrika, kwa maana ya habari za nchi za Ulaya, lakini hasa bara la Asia. Na sasa tunaangazia yale ambayo yanayojiri katika nchi za Mashariki ya Kati, na hii nikiwa na maanisha ni vita inayoendelea kwa sasa baina ya taifa la Israel, lakini pia pamoja na taifa la Irani. Ikumbukwe kwamba pamekuwa kuna piga ni kupige, mwaga unga na mwaga mboga, ubaya ubwela baina ya mataifa haya, lakini pia pamekuwa kuna tambo mbalimbali kutoka kwa washirika wa pande zote mbili ndani ya wanaounga mkono mataifa haya. Lakini jana, tunapozungumzia jana, yako mashambulizi kwa mara ya kwanza yamefanywa na mshirika mkuu wa Israeli. Mashambulizi haya yanaongozwa na Marekani kupitia nguvu zake za kijeshi, kupitia ndege zake za B2, ambazo ndege hizi zimekuwa zikisifika kwa uwezo mkubwa, uwezo wa kwenda kushambulia sehemu ambazo ni ngome kuu au zile ngome ambazo ni ngumu. Ikumbuke kwamba moja kati ya ngome ambazo Muirani amezitengeneza ni ngome ambayo inayorutubisha madini ya uranium. Madini haya ya uranium kuna kiwango maalumu yakifikia kuanzia 60% kwenda juu, yanakuwa na uwezo wa kuzalisha mabomu zaidi ya 10 ya nyuklia. Kwa hiyo sasa Irani pamoja na Urusi pekee, Marekani pamoja na Urusi ndio nchi ambazo zina teknolojia hii, ndio nchi ambazo zina teknolojia hii ya kugundua kwamba hapa panakwenda kutengenezwa mabomu ya nyuklia. Kutokana na uzalishaji huu, hapa nchi hii inakwenda kuzalisha mabomu ya nyuklia. Hiki ndicho ambacho kilichotokea katika nchi ya Iraki chini ya uongozi wa Saddam al-Hussein, wakati ambapo ametumiwa aliyekuwa mkuu wa bodi ya nguvu za atomiki Bwana Bardei, ambaye ni Masri, aliyekwenda katika nchi ya Masri, aliyekwenda katika nchi ya Iraki na kukagua, kisha kugundua kwamba kuna urutubishaji mkubwa wa mabomu ya nyuklia ambao wa madini ya uranium ambao unakwenda kutengeneza mabomu ya nyuklia. Ndipo hapo Marekani na washirika wake wakaunda umoja kwa ajili ya kuja kuisambaratisha dola ya Iraki, na kweli walifanikiwa kufanya namna hiyo. Sasa leo katika mfano ule ule ndio ambao anakumbana nao Irani. Sasa Marekani na washirika wake hawataki katika Mashariki ya Kati itokee nchi yoyote ambayo ni superpower ndani ya Mashariki ya Kati zaidi ya ile ambayo wao wanaitaka, ambayo ni dola ya Israeli. Lakini mwisho wa siku ni kwamba haiishii tu kuwa ni superpower ndani ya Mashariki ya Kati,
bali wanamwezesha mpaka nguvu za kuja kumiliki nyuklia, na hiki ndicho ambacho kimeendelea katika nchi ya Irani. Sasa Irani amerutubisha madini haya ya nyuklia kama sehemu ya mpango wake mkakati tangu miaka 50 iliyopita, kwamba anataka kuja kuwa superpower ndani ya Mashariki ya Kati. Nini sasa kinachojiri? Baada ya kuonekana kwamba ni ngumu kuingia katika nchi ya Iraq na kuweza kuipiga kulingana na jiografia yake ya kuzungukwa na milima, huku kituo kikubwa cha urutubishaji wa madini hayo ya uranium ambayo yanaokwenda kutengeneza mabomu ya nyuklia kikizingatiwa kuwa kiko chini ya milima mirefu, kinachojulikana kwa jina la Fordo, Ndipo sasa Marekani ameamua kuzipeleka ndege zake na kufanya mashambulizi katika kituo hiki. Sasa je, Marekani pamoja na kupeleka ndege zake hizi nzito zenye kubeba makombora mazito ya B2, je, amefanikiwa? Makombora haya yana uwezo wa kuingia mita 100 kwenda chini ya ardhi. Je, amefanikiwa? Na ni kweli kwamba Irani ilikuwa bado haijahamisha uranium hii kutoka katika maeneo haya ya Fordo na kupeleka katika maficho mengine. Hili ni swali ambalo wengi sana wamekuwa wanajiuliza, wengi sana wamekuwa wakichanganyikiwa, wengi sana wanataka kuona, je, mafanikio haya yatakuwa ni sababu ya kuidhoofisha Irani au kuharibu mipango hii ya Irani kwenda kufikia malengo yake? Jawabu ni kwamba kupitia kituo kikubwa cha Sky News, kituo kikubwa cha habari cha Sky News kimeripoti kwamba kabla ya siku 2 kabla ya Marekani kushambulia, kwa siku 2 nyuma, tayari zimeonekana shehena mbalimbali, shehena kubwa, shehena nyingi za kijeshi ambazo zilizokuwa zinaondoa makombora haya na madini haya ya uranium ambayo yaliyokuwa yamekwisha chakatwa kuelekea katika nyuklia kutoka katika kituo hicho cha Fordo. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba pamoja na kwamba mashambulizi haya yamefanyika katika eneo hilo, lakini yamefanyika kwenda kuondoa sehemu tu ya milango ya juu, lakini pia kule ndani bado haijafikiwa, kwa sababu inasadikika kwamba umbali uliopo mpaka kutoka juu mpaka sehemu ambayo yanarutubishwa haya madini ya uranium ni zaidi ya kilomita zaidi ya mita 300 kwenda chini, sehemu ambayo haiwezi ikafikiwa wala kuathiriwa na kombora la aina yoyote. Hawa ni Sky News ambao wanaripoti. Lakini wakati huo huo, Ayatollah Khomeini ametangaza wazi pamoja na waziri wa ulinzi wa nchi hiyo ya Iran, wametangaza wazi kwamba sasa vita ndiyo imeanza kikamilifu. Sikia hii kauli, wanasema kwamba sasa vita ndiyo imeanza kikamilifu. Maana yake ni nini? Maana yake mashambulizi yote ambayo yalikuwa yanaonekana hapo awali, kwa sasa yale mashambulizi yalikuwa ni madogo. Tunakwenda sasa kufanya mashambulizi makubwa ya kuiangamiza na kuifuta katika uso wa dunia taifa la Israeli. Na haya ndiyo aliongea waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, kwamba malengo ya Irani ni kutaka kutufuta sisi katika uso wa ardhi. Ijapokuwa sasa Irani yako mashambulizi makubwa ambayo wameyafanya, ikiwemo kuja kushambulia kituo kikubwa au makao makuu ya wizara ya mambo ya nje ndani ya Israeli, mashambulio makubwa. Lakini ametoa ilani kwa Wapalestina pamoja
na raia wa kigeni, lakini pia pamoja na raia wa Israeli waondoke katika maeneo ya Tel Aviv pamoja na Haifa, kwa sababu mashambulizi makubwa yanakuja, na hii ni sehemu ya kulipa kisasi. Lakini wakati huo huo tayari imeonekana kwamba juu ya anga la Irani zipo ndege za Urusi ambazo zinaingia kwa ajili ya kuja kumuunga mkono Mwirani, kwa ajili ya kuja kumsapoti Mwirani. Hatujajua katika vita hivi hatujajua katika shambulio hili Mchina atafanyaje, lakini hatujajua Mkorea atafanyaje, lakini hatujajua Pakistani ambao walitangaza moja kwa moja kuiunga mkono Irani watafanyaje, lakini pia hatujajua Uturuki. Lakini wakati huo huo tunakuja kushuhudia juu ya mfumuko wa bei ya vitu duniani, kwa sababu tayari mpaka leo hii tunavyozungumza hapa, Irani amekwisha kuchukua hatua ya kufunga huba yake ya Hormuz, mfereji wake wa Hormuz, njia yake ya Hormuz ambao umekuwa ni kiunganishi kikubwa cha kiuchumi, lakini pia usafirishaji wa mafuta duniani kutoka katika nchi mbalimbali za bara la Asia kwenda katika nchi za Afrika, lakini pia katika nchi za bara la Ulaya. Hivi tunavyozungumza tayari Irani amekwisha ufunga mfereji huo. Maana yake sasa anaingia rasmi kwenye vita kwa ajili ya kutumia silaha ambazo alikuwa hajawahi kuzitumia au hajawahi kutambulisha ulimwengu kwamba ana silaha za namna hii. Ikumbukwe kwamba taifa la Irani haliko nyuma. Taifa la Irani sio kama lile ambalo lililokuwa linafikiriwa. Taifa la Irani limejikita katika utengenezaji wa makombora, na ilikuwa ni mkakati wao wa kumiliki mabomu ya nyuklia, makombora ya nyuklia tangu mwaka 1900.